Basi hatimaye leo kwa mara ya kwanza katika muonekano tofauti zaidi, lakini pia katika sound ambayo kidogo ina tofauti zaidi. Hii hatujaizoea sana, lakini leo niko na miongoni mwa tamthilia bomba sana. Hii picha ndoka Indonesia, wanasema The Devil's Bride na The Chosen wa ndani nyumba tena hapa. Leo tuko na story ya binti ambaye anafahamika kwa jina la Eche, binti ambaye ajikuta amefunga ndoa na jini pasipo kutegemea. Hii ni kutokana na ubizi wa mume wake kipindi ambapo inafika majira usiku. Binti huyo alikuwa anapata nafasi ya kujikuta ameingia katika mahusiano na kiumbe asichokijua, kizania kwamba hiyo ni ndoto, lakini kumbe mambo yalikuwa yako live zaidi, mpaka nafikia stage anaweza kujikuta amepata ujauzito kupitia tendo ambalo alikuwa anafanya na hicho kiumbe. Kumbuka inapigwa kutoka DC Production, jumba la burudani pale. Wanasema The Devil Bride na The Chosen One. Basi tuende tukaangalia katika episode ya kwanza tu. Kiwa ndani ya mitambo safi sana. Hii ni mitambo ya Falo DJ kutoka DC Production, jumba la burudani. Na sasa niko na burudani moja bomba sana ya Power. Wanasema inafahamika kwa jina la Evil Bride au Bride of Evils. Yaani vyenyewe utatamka wewe, kwa upande wako utajisikia bomba, basi ndio hivyo ambavyo utamke. Basi baada ya kukupa mwongozo wa nini ambacho kinajiri katika tamthilia bomba sana ya Power, naomba tuende katika sehemu ya kwanza tu kuhakikisha tunaendelea kuenjoy na burudani bomba sana ya Power, lakini mwongozo nafikiri nishakupatia hapo awali. Wasema ilikuwa ni majira ya usiku. Bibia mmoja anaamka katika eneo la kitanda, binti ambaye anafahamika kwa jina la Eche, akiwa na tabasamu sana na furaha kwa kile ambacho amekipata katika eneo la ndoto, kwani ilikuwa ni bonge la burudani, lakini ilikuwa ni majira ya saa 6, ina maana ni majira ya usiku sana. Basi binti huyo alikuwa anashuka tala binti baada ya kusikia ujio wa mume wake ambaye anafahamika kwa jina la Alie. Basi mume wake alifika na alikuwa anahitaji tu kama ingekuwa ni vema angepata nafasi ya kupata kombe cha kahawa. Lakini wali hawa tangia wameanza kuishi ndani ya miezi mitatu ya ndoa yao, kumekuwa na mvutano sana katika nyumba hii, lakini hatujui haya yote yanasababishwa na nini. Labda ni uchanga wa ndoa au ni namna tu ya kukosa kuelewana, kwani mwanaume kiukweli amekuwa anashindwa kumpatia mke wake na nafasi, na inamfanya bibi ajisikie vibaya sana, kwani anaona ni kama anashindwa kupata kitu ambacho itajalia kukipata kabla hajaolewa. Sasa mambo yanazidi kusonga zaidi. Hii ilikuwa inamuumiza sana binti ambaye anafahamika kwa jina la Eche. Sasa leo binti katika eneo lake la kazi alifika na kumtaarifu mama mmoja ambaye alikuwa anafanya naye kazi katika kampuni moja ya cargo. Anasema kiukweli, pamoja na kwamba nimekuwa kwenye ndoa muda wote, nimekuwa ni mtu ambaye sipati furaha wala kuenjoy juu ya kile ambacho kipo ndani ya ndoa yangu. Yaani muda wote nimekuwa ni mtu wa kuhuzunika sana. Lakini mama anamwambia unahitaji kuwa mvumilivu sana, lakini pia kuna vitu ambavyo unatakiwa vifanye ili kuhakikisha unamweka mume wako ajisikie hali ya kwamba na wewe upo ndani ya nyumba na sio unajiweka kindezi tu. Kwa hiyo jitahidi kuweka vitu fulani, yeye mwenyewe baba la baba ataingia mtegoni. Lakini pia mwamba ambaye anafahamika kwa jina la Ali upande wa pili alikwenda kukutana na rafiki yake ambaye anafanya naye kazi katika kampuni moja kubwa sana la gesi, na huko alikuwa anamjuza juu ya kile ambacho kinaendelea katika nyumba yake. Anadai kwamba kwa sasa amekuwa ni kama mtu ambaye anafaa, lakini hata mzee huyu aliweza kumshauri mwamba ya kwamba ingekuwa ni vema kama ungetafuta nafasi ya kuhakikisha anamliwaza mke wake ili kuweka mambo yakawa sawa zaidi. Basi bibi kutokana na ule ushauri alihitaji kujiweka safi, kujiweka bomba zaidi, yale kimitego ili hali tu mwamba ambaye anafahamika kwa jina Alia leo atakapokuja aweke mambo yawe sawa zaidi. Lakini nakwambia ilikuwa ni majira yale ya saa 6. Basi mwanaume leo baada ya kuja mama Tara binti alianza kumpunguza uzito mkali na kumweka sawa kwa ajili ya kitu ambacho kinaweza kujiri hapo mbele. Basi mwanaume alihitaji kupata kahawa na chakula kilikuwa tayari sana. Hii ilimfanya mwanaume ajisikie vizuri sana, kwani aliamini leo ni siku ambayo ameandaliwa kitu bora sana na mke wake. Sasa wakiwa katika maandalizi ya kufanya kitu ambacho kidogo cha kikubwa zaidi, lakini unaambiwa kuna mnyabumbu naye alikuwa nyuma hapo anaendelea kuperemba miperembo. Unajua binti, inapofika majira saa 6 usiku kuna kiumbe ambacho kilikuwa kinakuja, alafu pia kikifanya mizagamano naye. Sasa huyo binti tayari alikuwa ameruhusu ile nafsi na amefurahia sana. Sasa alikuwa hajatambua kwamba kile ambacho anakifanya ni kitu ambacho kiko live. Basi leo akiwa anashtuka kutoka kwenye njozi, akakuta kweli kuna ishara ya ua ambalo tayari ameshaliona hata kule ambako alikuwa kwenye njozi. Hii ilianza kumpa mashaka sana binti, lakini kwa mkali huko alikuwa ameandaa kila kitu kikiwa vizuri sana, na hii ni kuhakikisha anaweka mambo yanakuwa sawa. Na leo binti ajisikia vizuri sana kuona mume wake anamjali kiasi hiki kwamba asubuhi aweza kumwandalia chai nzuri sana na kaubwaba fulani. Lakini pia mwamba leo alikuwa anahitaji kumwomba mke wake msamaha kwa yale ambayo ametokea
na kumwambia kila kitu kitakaa sawa. Kwa hiyo anahitaji waanze zero, yani waanze mwanzo kabisa, maisha mapya, na anaamini atafanya kile kitu ambacho anatakiwa afanye akiwa kama mwanaume. Hii ilimpa furaha sana binti, lakini binti kwa wakati huo alikuwa ni kama mtu ambaye ajali juu ya kile ambacho anaambiwa. Hila alimwonea tu huruma mume wake kwa sababu ni kama mwamba kuna kitu tayari alikuwa ameshakichelewa kidogo. Basi kwa watu wazidi kusonga mbele, bibi baada ya kuingia katika kampuni ya cargo aliweza kukutana na kiua tena kile kwa mara nyingine tena. Sasa ila anahitaji kugusa, kapata muonekano wa mtu ambaye huwa anamuonaga kwenye njozi. Sasa akitazama taswira kwenye kioo anakiona ni kiumbe cha ajabu zaidi, lakini huku anamuona ni kama mtu bwana, ndo mbana anamtokeaga bibi katika eneo la njozi. Sasa binti huko katika eneo la bafu akiwa anatapika, anajikuta anatapika damu na vitu vya ajabu zaidi. Pasipo kujua tayari ndani ya tumbo lake kuna kitu cha tofauti kimeshaingia, na hapa ilianza kumpa sana mashaka bibi. Lakini rafiki yake kuna kitu tayari ambacho alikuwa amekisi kwamba kiko sawa kwa rafiki yake. Hivyo majira fulani ya usiku binti akiwa amepitia sehemu fulani kwa ajili ya kupata juice na kujiweka sawa ili kuweza kupunguza msongo wa mawazo, rafiki yake aliweza kumpa mwanga juu ya kitu ambacho kinaweza kumsaidia kwa wakati huo, kwamba lazima kisha anatafuta namna kuliweka ile jambo linakuwa sawa. Kwani binti alianza kujihisi kama ana ujauzito, na hata bwanake alikuwa anashangaa sana, yani imekuaje ujauzito wa mapema kiasi hiki. Anasema na hata hivyo kwa sababu inaonekana mzunguko wake hujakaa sawa, inaonekana ana ujauzito. Hii ilimshtua sana mkali, na hata bibi kwa upande wake alishuka sana, na hivyo yote aliweza kumshirikisha rafiki yake mmoja, na akasema hata mimi nashangaa juu ya ujauzito. Basi rafiki yake alimpa ushauri waende katika masjid moja katika jengo moja kubwa sana la ibada pembeni mwa mji huko, hili wakutane na shehe ambaye anaweza kika mambo yakawa yanakaa sawa. Lakini mtu baada ya kumtazama vizuri bibi aliona nyuma kama kuna kivuli. Hii ilimpa mashaka sana ustazi huyo, lakini baadaye aliweza kuwakaribisha watu wote hao ndani, na hapa alianza kuwapa mwongozo wahakikisha wanajikabidhi katika mikono salama Mwenyezi Mungu, kwani yeye pekee ndio anaweza akawa ni ngao na kinga katika eneo la mwili, yani eneo la mwili na hata eneo la kiroho zaidi. Basi baadaye walihitaji kufanya maombezi kwa sababu hali ya binti ilikuwa tayari imeanza kuleta mashaka zaidi. Basi ombea mtaalamu wa kizaazaa huyo ustazi alianza kupiga mambo tara bintibu vimbola, lakini baadaye aligundua kuna nguvu moja ya tofauti sana, na baadaye pepo liliweza kutoka na kusema nyinyi mnachofanya ni kama kitu cha aibu zaidi, kwa sababu ni kama mnahitaji kunitenganisha mimi na mtu ambaye ananipenda, kwani mimi ndo mtu pekee ambaye huwa nampatia furaha. Lakini ustazi aliweza kumwamuru pepo kwamba hicho ambacho unafanya sio sawa kwa upande wako, kwa sababu tayari mtu huyu yuko na mtu wake, ina maana hiki ni kitu cha tofauti zaidi. Basi tunaambia mambo yalikuwa mazito zaidi, na baadaye ustazi alifanikisha kumtuliza bibi na kutoa kile kitu ambacho kilikuwa kinaendelea ndani ya mwili wa binti. Hii ilikuwa ni kizaazaa kwa kweli. Basi pia ustazi alitoa mwongozo wa nini ambacho kinaendelea, kwamba inachohitajika awe makini sana, kwani kitu ambacho kipo ndani ya akili ya binti kinaweza kurejea wakati wowote, na kama kuna wakati wataona viashiria ni vema waje. Na pia aliweza kutoa dua ambao ingeweka sawa zaidi. Wasema baada ya muda kwenda kidogo, mwanaume ni kama alianza kuiona hali ya bibi imerejea sana. Wasema siku 14 baadaye, sasa mkali alikuwa amejiandaa rasmi kwa ajili ya kumpeleka bibi katika kampuni anayofanya kazi, lakini pia maisha yalikuwa yanazidi kusonga. Walikuwa ni watu ambao wameanza kurejea katika furaha yao na kila kitu walikuwa wanakiweka sawa tu. Basi binti aliendelea na shughuli zake na mambo kama kawaida. Lakini siku moja binti akiwa mpumzika kwa rafiki yake alimwomba sana binti kwamba pindi ambapo atafika ile majira itakuwa ni vema sana kama akijizuia asilale. Basi wakiwa wanaendelea kupiga story, binti huyo alizidi kumsisitiza sana binti ambaye anafahamika kwa jina la Eche asijaribu kulala. Lakini kadri muda unavyozidi kwenda, inaonekana nguvu ya usingizi inamtawala bibi Eche, na pindi ambapo analala inakuwa ni hatari sana. Basi tunaambiwa Eche akawa amelala, na binti alivutwa na kitu ambacho kikweli hata yeye hakuweza kujua ni kitu cha aina gani, ila ilikuwa ni bonge moja la bara. Sasa binti akiwa amelala majira usiku, mtaalamu wetu wa kazi mzee wa kuzipapasa tara bintibu alimshika bibi, na hapo pindi tu alipomgusa binti aliweza kupata ujauzito, yani ndani ya muda mchache tena. Hii ilimshtua sana binti. Pindi ambapo aliamka aliweza kujikuta ameingiziwa ujauzito tena na kile kiumbe. Hii
ilikuwa ni hatari sana. Binti alichohitaji ni kufanya juu na chini kuhakikisha anatoa ujauzito ule, lakini kuweza kufanikiwa hivyo walihitaji kwenda katika kitengo maalum sana cha maombi kinachoongozwa na ustazi mmoja. Basi hapo ustazi alianza kushusha madude yake, akiona kiamuru kiumbe hiki kiweze kutoka ndani ya mwili wa binti na kumwacha binti aweze kuishi maisha yake. Sasa pindi maombi yanavyozidi kuendelea, basi binti anapata nafasi ya njozi moja nzito sana akiwa katika jengo moja, na huku kiukweli ni katika jengo la mtaalamu wa zamani, yani ile nafsi ya kishetani ambayo waga inamtokea binti na kufanya mambo ya ajabu zaidi, na yenyewe ipo kwa ajili ya kumzuia bibi asipate nafasi ya kuweza kurejea duniani, ikidai ya kwamba huyu tayari ni mke wake. Pia ilikuwa inaingia katika mwili wa binti na kutoa mambo ya ajabu zaidi, yani kama pepo hivi. Basi ustazi alipambana sana na kuliamuru pepo hilo ni vema lingekaa mbali na kutoka kuacha mwili wa binti wa katika hali ya usalama. Kidomo wewe hapo juu live bila chenga mpaka kwa baba ustazi. Lakini mwamba kupitia imani yake aliweza kupambana na kuhakikisha anazuia kitu hicho, lakini baadaye mkali wetu wa zamani ambaye anafahamika kwa jina la Ali alihitaji tu kumshauri bibie kwamba atumie nguvu yake inaweza ikampa mwanga kupambana na kile ambacho kipo katika hali aliyonayo. Na binti alianza kupata kumbukumbu ya zamani zaidi mara kwanza tu pindi ambapo anaolewa na mkali wa kufahamika kwa jina la Ali, paka machozi binti anamtoka. Rwambia nyang'ao limekumbatia binti, hakuna sehemu ya kwenda, yani anadai ya kwamba wewe ni wangu tu. Sasa kilikuwa ni kizaazaa jumba lilipoanza kuharibika kutokana na maombi makali sana ya maustazi, na bibi alifanikisha kutoka katika lile jumba. Hivyo baadaye lile jumba liweza kuteketea na yule mwamba aliweza kuteketea akiwa mule ndani, na binti aliweza kurejea akiwa salama na akiwa ana ujauzito wowote. Bwana, kumbuka chuma inafahamika kwa jina la Bright Devil, ilikuwa inapigwa kutoka DC Production upaita kitengo. Sasa kama utakuwa unahitaji kupata mwongozo wa episode inayofuata, kisha unaungana nasi kizazi zaidi. Hiyo ilikuwa inatoka DC Production, nasema Devil's Bride the chosen one. Here we go. Let's say ciao, na maana umejifunza vitu vingi sana ndani hapa burudani bomba sana pambe hapa. Alo.